Ikiwa hauhitaji kuwa na changamoto hizi tano, epuka kuwa na mahusiano au epuka kuoa mwanamke aliyetoka katika familia ya kifukara. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama huhitaji kuwa na hizi changamoto ambazo nitaweza kuzitaja, fahamu kabisa hautakiwi kuwa na mahusiano ama hautakiwi kuwa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya mwanamke kutokuwa na msimamo wa kihisia. Kama mwanamke utaweza kumuoa anayetoka katika familia ya kifukara, fahamu kabisa hii ni mojawapo ya changamoto ambayo utaweza kukumbana nayo, kwamba mwanamke ambaye amezaliwa katika familia ya kifukara huwa ana hii changamoto ya kutokuwa na msimamo wa kihisia. Yaani mwanamke ambaye amezaliwa katika familia ya kifukara huwa hana msimamo katika swala la kihisia. Yaani utakuta leo anakupenda alafu kesho anakuambia mimi sikupendi. Hii ni mojawapo ya changamoto ambayo wako nayo wanawake ambao wanatoka katika familia ya kifukara. Kwa hiyo kama hauhitaji kuweza kukumbana na hii changamoto, epuka kuwa na mahusiano wala kuoa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara, kutokana na kuepuka hii changamoto ya mwanamke kutokuwa na msimamo wa kihisia. Na pia changamoto ya pili ni changamoto ya mwanamke kutokuwa na msimamo kwa mwanaume ambaye anamhudumia. Yaani kama unahitaji kupata hii changamoto, epuka kuwa na mahusiano wala kuoa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara, kwa sababu mwanamke anayetoka katika familia ya kifukara kwa mwanaume yeyote ambaye anamhudumia lazima lazima ampende yeye. Kwa hiyo utakuta wewe mfano kama ulikuwa umhudumii, basi anaweza kukukataa mbele ya huyo mwanaume. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya changamoto ambayo kama unahitaji kuweza kuipata, epuka kuwa kwenye mahusiano wala epuka kuwa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara. Na pia changamoto ya tatu ni changamoto ya kumfumania. Mwanamke anayetoka katika familia ya kifukara, kufumaniwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hii ni kwa sababu ya njaa na tamaa. Kwa hiyo hii pia kama unahitaji kuweza kukumbana nayo changamoto, epuka kuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara, kwa sababu hii changamoto lazima uweze kukumbana nayo ikiwa utakuwa kwenye mahusiano ama utaoa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara. Na pia changamoto ya nne ni changamoto ya kudanganya. Ikiwa hutaki kudanganya, epuka kuwa kwenye mahusiano na mwanamke ama kuoa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara, kwa sababu mwanamke anayetoka katika familia ya kifukara huwa anadanganya kwa ajili ya kupata maslahi. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo unatakiwa uweze kulikwepa au kumkwepa mwanamke ambaye anatoka katika familia ya kifukara. Na pia changamoto nyingine ya mwisho kabisa ni changamoto ya kudharauliwa au dharau. Hii pia